mmejaa damu za watu, mmejaa machozi ya watu. Mimi niwaambie kwamba watekaji, acheni kuteka watu. Iko saa mabaya ambayo unawafanyia watu yatakurudia. Ukipandacho mtu utakivuna, ukipandacho utakivuna. Wewe unayeteka watu, unayeonea watu, unayeua watu, iko saa mabaya hayo yatakurudia. Maana imani kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Hapana amani kwa waovu. Kuna amani liuaji wewe, litekaji wewe, mzinzi wewe, mhuni wewe, kahaba wewe, huna amani. Huna amani hata uwe na cheo, hata uwe rais, hata uwe spika bunge, hata uwe mbunge, hata uwe waziri mkuu, hata uwe mkuu wa majeshi. Alimadamu unaumiza watu, unagandamiza watu, unaonea watu, unazulumu watu, unaua watu, unateka watu, huna amani, na mabaya hayo yatakurudia tu, asema Bwana wa majeshi. Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu badala kuihubiri injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu, waende wakamwone Mungu. Sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Anzia hapo ambapo umelisoma andiko hili ambalo linaeleza kwa habari ya mamlaka. Tuitii mamlaka kwa Mungu. Kila mamlaka iliyopo imewekwa na Mungu. Swali la kwanza la haraka ambalo na hoji hapa, hivi Mungu hufurahia mamlaka inayoua watu? Hufurahia mamlaka ambayo inakuwa na namna mbalimbali za watu kuumia, za watu kulia kwa namna moja au nyingine? Tukizungumzia pengine kwa hali ya nchi yetu ya Tanzania, je, mamlaka hii iliyopo ambayo kwa sehemu kubwa ni mamlaka ambayo mikononi mwake ni mamlaka ambayo imejaa damu za watu waliopotea, waliopotezwa, waliotekwa, machozi ya watu kila kona, wanalia kwa namna moja au nyingine, kwa kudhulumiwa, kwa kuonewa, kwa kutekwa na kuumizwa. Je, hii ni mamlaka ambayo kweli Mungu anafurahi? Kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Mungu hapendi kuona mtu anaumizwa. Mungu hapendi kuona mtu anamdhulumu mtu mwingine. Warumi 13 sura ya kwanza mstari wa kwanza unasema, kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu. Na pia Mungu akaendelea kutuonya kupitia Warumi 13 sura ya pili, akaenda kutuonya, kwa maana amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Sio mimi,